Kumbe hivi ndivyo watu wanavyomchukulia msanii Bella Kombo, mwanadada ambaye amezua gumzo kubwa sana kwenye tasnia ya nyimbo za Injili. Sababu zipo nyingi sana na kila mtu anaongea zake. Yaani hapa nimekuandalia sababu mbali ambazo zinafanya watu wamuone Bella Kombo kwa namna hiyo ambayo wanamchukulia. Je, wewe unamchukuliaje Bella Kombo? Ukimtizama kwa muonekano wa haraka ukimuona msanii Bella Kombo, cha kwanza kufikiria ni kitu gani? Namna anavyovaa, namna alivyo na maisha yake ya kila siku, lakini hasa zaidi ni lifestyle yake kwenye mitandao ya kijamii. Najua yako maswali mengi sana ambayo unajiuliza kuhusu Bella Kombo, msanii huyu wa kike kutoka hapa Tanzania. Ni kweli unafahamu kuwa alikuwa ni msanii wa nyimbo za kidunia, sasa hivi anaimba nyimbo za gospel. Kwa hiyo kuna namna ambavyo anaonekana. Kwa swali yako leo nimekuja na majibu ambayo yatakufanya ushangae na uone tofauti kama ulivyokuwa unamchukulia msanii huyu Bella Kombo, star wa wimbo wa Ameniona na nyimbo nyingine nyingi ambazo ameweza kufanya hapa nchini Tanzania. Bella Kombo ana tukio linakuja tarehe 28 mwezi wa 8. Ana tamasha lake kubwa ambalo analifanya kwa ajili ya kufanya live recording yake mpya mwaka huu 2026, ambayo ina theme ambayo inasema I am the one. Kwa sasa watu kuelekea kwenye tamasha hilo wamekuwa wakihoji klipu ambazo zinatembea mtandaoni zikimuonesha yuko mazoezini, anafanya mazoezi. Sasa kikubwa ni kwamba the way alivyovaa, the way anavyoishi, wengi wanasema kwamba ni kama msanii wa secular. Je, unafahamu ni kwa nini wanamfananisha na msanii wa secular? Tazama video hizi ambazo nimekuwekea hapa, alafu unipe maoni yako kwenye uwanja wa comment kwamba ni sahihi watu ambavyo wanamchukulia Bella Kombo, au ni uhuru wa kila mtu kufanya kile ambacho anajisikia. Injili ya sasa hivi inataka wasanii au waimbaji ambao wanaimba wafikishe tu ujumbe, lakini namna wanavyoishi imekuwa sio issue sana kwa kizazi hiki cha dijitali. Ni sahihi kufanya hivyo? Weka maoni yako hapo, andika comment yako hapo ili uweze kuniambia kwamba ni sahihi wasanii wa nyimbo za gospel wanavyoishi. Kwa mfano, kuna msanii ambaye amemshirikisha Bella Kombo amemshirikisha msanii anaitwa Zolavo. Huyu bwana nywele zake huwa anaziweka tofauti sana, yani zimekaa kama nywele za msanii wa nyimbo za secular, lakini wengi wamejaribu kupiga kelele kuhusiana na hilo, lakini yeye hakuweza kufanya mabadiliko ya aina yoyote. Vivyo hivyo kwake Bella Kombo, namna ambavyo anaonekana na ile tattoo ambayo inaonekana hapa shingoni imeweza kuwa gumzo, na wengi wameenda mbali zaidi, wamesema siku hizi kuna namna ya kuweza kufuta hizo tattoo, lakini mbona yeye hajaenda kufuta tattoo kama kweli anaona alikuwa amekosea zamani? Maana katika mahojiano yake mengi anasema kwamba alikuwa akiishi maisha hayo kabla hajamjua Yesu. Kwa wengi wakashauri kwamba ni vema aende akafute ile tattoo pale kifuani kwa sababu haimpi Mungu utukufu, na wengi wanatafsiri tofauti na vile ambavyo Bella Kombo yeye amechukulia. Msanii Bella Kombo ni mwimbaji wa nyimbo za gospel, na hapa Tanzania ni moja kati ya wasanii A-list ambao wanafanya vizuri sana kwenye gospel. Kwa hiyo weka maoni yako hapo kuhusu Bella Kombo na muonekano wake. Je, ni sahihi au kuna namna ungempenda kumshauri aweze kubadilisha muonekano wake ili izidi kuleta utukufu zaidi kwa Mungu na injili iweze kufika bila makandokando? Kama umevutiwa na video hii, andika kwenye comment ni msanii gani mwingine ambaye unaona kuwa anatashwishwi na namna ambavyo anaishi maisha yake. Hii hapa ni Gospel Minute. Usisahau kusubscribe. Live your life.